Okay, dada Neema, karibu sana kwenye Wadada Center. Asante. Umesha karibia. Tuambie umetokea wapi na umetusikia wapi? Mimi nimetokea Mwanza, kwa wilaya ya Sengerema. Okay. Buchosa. Matangazo yenu niliyaona mtandaoni. Okay. Nikawa nimevutiwa nayo. Okay. Kwanza tangazo nililoliona, nilikuona wewe ukiwa na Shishi unamwelezea jinsi hivi yani. Nikawa nimevutiwa, nikawa nimechukua namba yako ya simu. Ndio hivyo nikawa nimempigia. Ni muda umepita. Muda mrefu sana miaka. Kwa hivyo ichukua ile namba, nikawa nimebaki nayo tu, nikasema siku moja nikienda Dar es Salaam nitakutafuta. Kule Buchosa ulikuwa unaishi nyumbani au? Nilikuwa naishi nyumbani. Nilikuwa naishi nyumbani. Nyumbani kwa wazazi. Okay. Kwa hiyo wakati huo ulikuwa unafanya nini? Wakati huo ndo nilikuwa nimetoka kuachika kwa mume wangu. Pia ulishaolewa? Ulikuwa umeolewa wapi? Huko kwetu. Huko nyumbani. Ulikaa muda gani? Kwenye ndoa nimekaa kama miaka 2 tu. Miaka 2. Tukaachana na huyo mzazi mwenzangu. Okay. Kwa hiyo una watoto? Na watoto 2. Na watoto 2. Miaka 2 na watoto 2. Kwa hiyo kila mwaka ulizaa au watoto ulizaa kabla? Mmoja nilizaa kabla. Okay. Na mwingine umemzaa kwenye ndoa? Baba yao mmoja au baba tofauti? Tofauti. Tofauti. Okay. Kwa hiyo watoto wako wapi sasa hivi? Wapo nyumbani. Umewacha huko Buchosa? Kwa nani sasa? Kwa baba yao? Wako kwa bibi yao kwenu? Kwa wazazi wako wote 2? Wote 2. Kwa hiyo au baba zao wanasapoti watoto? Wanasapoti wote 2. Kila mtu anasapoti mtoto wake. Alright, sawa. Haya, kwa hiyo ikawaje sasa ukaamua, maana ulituona kwanza ni muda miaka kama 2 hivi inaweza ikafika, maana toka niwe na interview za Shishi ni muda kidogo. Kwa hiyo baada ya kuachana na huyo mume wangu ndo nikaa nimeingia mtandaoni nikakuona wewe, nikaa nakufuatilia, nikavutiwa. Nikaa najipa matumaini ipo siku nitakuja huko. Ipo siku utakuja huko. Okay, so labda nikuulize, kabla ya kuolewa ulikuwa unafanya kazi gani? Kabla ya kuolewa niliwahi kufanya kazi za ndani huko Dar es Salaam. Kazi za ndani. Okay. 2020. Nikawa nimepata kijimtaji. Nikawa nafanya biashara. Biashara gani? Ya chakula. Okay. Nauza. Unapenda kupika? Napenda kupika, ila natamani kujifunza zaidi. Okay. Nikawa napika, nauza. Kwa ikawa kidogo inanisaidia huko kwetu Sengerema. Okay. Kwa kidogo ikawa inanisaidia majukumu. Hapo ulikuwa hujamzaa mtoto wako wa kwanza au ulikuwa ushamzaa? Nilikuwa nishamzaa. Okay. Hivyo ikawa inanisaidia majukumu na kuhudumia mtoto, tunasaidiana na mzazi mwenzangu hiyo. Ndio hivyo nimeamua. Ukaja ukaolewa tena. Ulivyoolewa tena uliendelea na biashara au uliacha biashara? Niliumba baada ya kubeba ujauzito wa huyo mtoto wa pili. Okay. Ndio pale biashara ilikufa. Biashara ilikufa. Kwa hiyo ilikufa au uliacha? Unajua wanawake ukipata baby mpya ambaye anapoonyesha kidogo mahaba matunzo pale, unaona biashara. Hapana, biashara. Hata wenyewe wanakuambiaga bana, acha nitakufungulia duka lingine au acha sio nitakufanya kitu gani, una shida gani? Kaa nyumbani. Kwa hiyo wewe ile tu wanaturubuni kwamba nitakufungulia ili uishi. Ndio maana mimi nakuambia hayo maneno kwamba wewe yalikukuta yapi? Ni biashara tu ilikufa, iliumba au relax pale, kulikuwa na maneno fulani mazuri ya asali hivi ukaona maisha si ndio haya? Alafu baadaye ndio unakuja kushtuka. Tunajifunza. Yaani kazi yetu hapa ni kufundishana kupitia stori zetu. Maisha tunayopitia, changamoto tunazozipitia, tunajifunza ili tuweze kurekebisha, lakini na wengine wanaotusikiliza na wao wanajifunza. Kumbe siko peke yangu. Aliyopitia Neema na mimi ndio hivyo. Umeona tunapeana hivyo maarifa hapa. Nilivyoyumba na kitendo cha mimi kutengana na mzazi mwenzangu, nikaona bora nije nijitafute upya. Kwa hiyo
biashara ikayumba na ukatengana naye. Sina mambo yakawa magumu, kwa hiyo nimeona nije upya nijitafute. Okay, sawa, karibu. Asante. Kwa hiyo malengo yako kwa sasa ni nini? Malengo yapi yani? Yaani hapa ulivyokuja sasa kufanya kazi za ndani, unataka nini? Yaani hapa nimekuja kufanya kazi za ndani, nina nia kwanza. Kwanza mimi ni mama, mama watoto wawili. Kwa mpaka nimekuja hapa, nina nia. Ndio, nia yako ni nini? Upate hela alafu iweje? Mtaji, nifanye biashara. Kwa sababu kuna kitu ambacho nataka dada Neema, labda na dada Tina, kwa sababu uko hapa, lakini na wanao tusikilize, tujifunze. Kitu ambacho wanawake inabidi tuanze kukikataa ni kwamba kwa nini unapokuwa na mwenzako, mume au mzazi mwenzako, si ndio? Mkitofautiana, mkashindwana, kwa nini mwanamke mara nyingi huaga anaenda kuanza na moja, yani 0? Umeona? Kwa sababu sisi hapa hii Wadada Center ni kwa ajili ya watu ambao, yani ningetamani sana kwa wasichana ambao labda mtu kama Tina na miaka 20, sijui yeye kwake kama alishaolewa na experience gani, lakini kwa binti ambaye labda ndo katoka shule, anaona labda hakuna mwendelezo wa kuendelea zaidi, labda kusoma, sijui hata kama amemaliza chuo, alafu anaona ajira ambayo alitarajia kwenye serikali au wapi hakuna. Yaani aje hapa akiwa na ile energy kwamba nataka nitengeneze msingi wangu wa kujitegemea, ili anapokuja kuingia kwenye majukumu ya familia, aidha amezalishwa, amezaa, ameolewa, amekuwa na mwenza, yale ni maisha ya majukumu. Yale maisha yakianza, isitokee siku kwa sababu yale mahusiano yamevurugika kwa sababu zozote zile, yeye tena anaanza na moja. Sijui kama mmenielewa. Trend ilivyo kwa sasa, msichana au mwanamke akiharibikiwa na mahusiano, yeye anaanza 0. Yaani yeye ndio utamkuta yuko huko anakuja kukimbilia kwenye kazi ya ndani, yaani kazi fulani ya kujishika, hana pa kujishika. Watoto ndio itabidi awatafute, si bibi yake kama wapo, una bahati, una wazazi umewaacha. Kuna wengine hawana hata pa kuacha mtoto, lakini mambo yake yamevurugika kabisa kwa sababu tu ndoa imeharibika au mahusiano yake yameharibika. Si umenielewa dada? Ambacho ndio nakiona hata kwako, kwamba wewe kama ulishafanya kazi za ndani zamani, ukapata mtaji, ukaanzisha biashara nzuri sana ya chakula. Hivi unajua biashara ya chakula si wanasema haiko na hasara hiyo? Ina faida. Ni faida tu mwanzo mwisho, tena faida yake ni pasu kwa pasu. Sasa iweje leo hii umeachana na mwanaume, maisha yenu sijui mahusiano yenu yamevurugika, kwa nini wewe uje tena uanze kazi za ndani, uanze na moja? Mimi hapo ndio hicho kitu kinanisumbua, na hicho ndio nataka wasichana wajifunze kwamba mimi nikiachana na wewe maisha yangu yanasonga. Mimi siendi tena kurudi kufanya kazi za ndani. Mimi nijisikiria nilishafanya kazi za ndani zamani, nikatafuta mtaji, nikaanza shughuli zangu za ujasiriamali. Leo hii mwanaume niko naye, mambo tumeshindwa kuelewana, tumeachana, mimi nasonga mbele. Kwa nini nirudi tena na moja nikaanze 0? Why? Hicho ndo nataka wanawake wajiulize, na wasichana ambao wanatafuta, wanafikiri mafanikio yako kwa wanaume, waanze kujitafakari sana. Jitafakari ili unapoanzisha biashara yako, mwanaume akija, biashara yako iendelee. Hata asipokuwepo, biashara yako iendelee. Ule mtindo wa kudanganya maneno ya peremende, ya hani, ya sukari, ya nini, acha tu biashara bana. Kwani wewe una shida gani? Kwa sababu kipindi kile anachokutongoza si anakupa vihela. Wewe unafikiri yale ndio maisha, kumbe yale yanakuaga tu ni ya mwanzoni tu. Hakisha kuzoea ndio hivyo, huna chochote, unakaa unampumuliana tu, unamsubiri yeye. Ndugu yangu anaanza kukuona kama sijui dude gani. Hakuoni tena urembo wako, hauoni, anaona kama sijui zigo gani, anaona takataka. Sijui unaelewa? Hicho ndio kinachowarudisha, unakuja kuanza na moja. Lakini kupitia elimu zetu, basi wadogo zetu wasiposikiliza tena, hiyo ni basi, yaani wakarudia makosa hayo ambayo labda dada zao tunafanya, basi
lakini sisi tutakuwa tumetimiza wajibu wetu, si ndio? Napenda kuwashauri tu wadada wenzangu huko waliko wanakonisikia, wasikate tamaa, wasikatishwe tamaa. Wanaume hawa wapo tu, utafute hela. Si ndio maana huko hapa huko sahihi kumwambia mtu asikate tamaa, kwa sababu ungekata tamaa ungekuwa bado Sengerema, ungekuwa sijui bado huko wapi, lakini umeamua ukaanze na moja, maana yake hujakata tamaa. Hicho ndicho ninachokusifu nacho. Na wasichana wote ambao wanapitia changamoto kwa namna yoyote ile, umeshajikwaa, basi usiendelee kubaki pale chini ulipoangukia. Angalia umejikwaa wapi, nyanyuka, kung'uta mavumbi, songa mbele. Kama dada Neema yuko hapa, ameamua kwanza upya, si ndio? Kwa hiyo karibu sana, na najua hilo kosa tena hutalirudia. Maana wewe bado ni mdogo. Utapata mume bibi, utaolewa, utakutana na maneno yatakuwa matamu, lakini kamwe katu biashara yako yani usiache. Hata siku moja usirudi kumtegemea mwanaume kwa 100%. Hakikisha siku zote unajiweza. Jiulize maswali, huyu mwanaume sio Mungu, kuna siku anaweza kufa, anaweza kuniacha, maana ushaachwa, si ndio? Mwanaume anapotoka tu kwenda kutembea huko na mwanamke mwingine kasha kuacha. Unajua mtu kuacha sio lazima akwambie sikutaki. Mimi niliondoka kwa mwanaume wangu, nilivyoona tu ana malaya tu huko nikaondoka, si ndio? Mwingine atasema umeachika, lakini mimi niliondoka. Siwezi kukaa sehemu ambayo mwanaume ni malaya, siwezi. Kwa hiyo sio lazima uachwe. Wewe mwenyewe pia ukiwa na uwezo, ukiwa unajitegemea, ukiwa umejijenga, ukiona mwanaume ana tabia ambazo wewe hazikupendezi, utakuwa na confidence ya kusema huyu sio mwanaume ninayemtaka. Lakini kama ndio unamtegemea, utasubutu. Sasa atakwambia kwanza sogea hapo, leo unakuja na mwenzako. Wanavyokuambia kama mafisi yani ana roho mbaya. Anakuletea mwenzako. Anakuambia sasa wewe leo lala chini. Leo zamia mwenzako. Jamani, wanawake tafuteni hela. Jamani, tafuteni hela. Ndio Mungu ana maana kubwa sana, alisema msimtegemee mwanadamu. Ana maana kubwa sana. Kwa sababu anajua mawazo ya mwanadamu siku zote ni mabaya, ni yanaumiza wakati wote. Yaani mtu hakuonee huruma hata kidogo. Tena hapo labda ndio na tumbo limechachamaa mimba. Anakuambia kaa shughuli yako ishaisha. Okay, Neema karibu sana. Kwa hiyo sasa hivi unatafuta mtaji urudi kwenye biashara yako ya kupika au? Natafuta mtaji kwanza nikajiendeleze, yani nikajifunze mapishi, kwa sababu natamani kujifunza kupika zaidi. Pika zaidi Yue yani. Yue mtu fulani hivi. Mtu fulani kama Shishi Baby na wengine, si ndio? Haya, basi kila kitu kinawezekana. Kila kitu kinawezekana. Cha muhimu wekeza kwenye ubongo, wekeza kwenye akili. Mimi nasema tanua akili, usitanue miguu. Upo bibi? Nipo. Umenielewa? Tanua akili, usitanue miguu. Shida yetu tunakimbilia kutanua miguu. Alafu akili ndogo hivi. Unachokijua, una ujuzi gani? Huna. Una uwezo gani? Huna. Ila miguu kutanua. Sasa ndicho tuharibia. Lakini ukitanua zaidi akili, miguu katanua kidogo, utaishi vizuri. Sawa? Haya, dada Neema karibu sana mwaya. Asante sana. Nakutakia kila la heri, ukienda kazini pambana. Usiseme nishazoea maisha yangu ya kujitegemea. Huko ni kazi za kutumwa. Uwe tayari kutumwa. Usiogope kutumwa, usione aibu kutumwa. Tumika. Nenda kule katumwe, nenda kule kaelekezwe, nenda kule fanyia watu kazi vizuri. Sio na kisirani, sio na kununa, usijione wewe mkubwa. Mimi mama mtu mzima, na mimi ni mama watoto. Unaweza kupata bosi mdogo tu. Mdogo lakini ni bosi wako. Mnyenyekee, fanya kazi zake vizuri ili upate unachokitaka. Tuko pamoja? Ndio. Haya, karibu sana. Asante.